muhimu zaidi. Hapa ndipo tunayachambua madai ya wanasayansi kuhakikisha ya kwamba inasimama ama haisimami. Kwa hivyo kulingana na wanasayansi wanasema ya kwamba Plasmodium iko na vituo viwili. Kituo cha kwanza ni katika mwili wa mwanadamu na kituo cha pili ni katika mwili wa mbu. Katika kituo cha kwanza wanadai ya kwamba kituo hiki Plasmodium hujizalisha ikitumia hii mbinu ambayo ni mbinu inayopingana na jinsia ya ukweli. Tunamaanisha nini? Tunamaanisha ya kwamba viumbe ambavyo Mungu aliumba. Mwalimu, hebu nisomee Mwanzo 1:25. Kwa sababu hapo ndipo tutajibu hii asexual phase inamaanisha nini. Mwanzo 1:25. Mwanzo 1:25 Soma. inasema, Mungu akafanya mnyama wa mwitu kwa jinsi yake. Asanti. Na mnyama wa kufugwa kwa jinsi yake. Na kila kitu kitambaacho juu ya nchi kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. Asante. Sikiza kwa makini. Mungu akaumba pia kila kitu kitambaacho kwa jinsi yake. Mungu ameweka siri ya kujizalisha kwa kitu kwa jinsi yake. Na siri hii ya kujizalisha iliyo katika viumbe vilivyo hai ni kutumia mbegu halisi. Kwa hivyo unaposikia ya kwamba kiumbe kiko na mbinu ya kujizalisha ambayo ni ya kujigawa, alafu unasikia katika sehemu ya pili kiko na kiumbe chicho hicho kiko na mbinu ya kujizalisha ambayo ni ya mbegu, basi hiyo sio aina ya kiumbe ambacho Mungu aliumba. Kwa sababu kiumbe halisi hujizalisha kwa aina moja tu. Kama ni mbegu, ni mbegu. Na by the way, all reproduction imejengwa katika matumizi ya mbegu kama kujizalisha. Hivyo ni viumbe halisi wa Mungu. Kwa hivyo hii dhana ililetwa na mchipuko, evolution. Na hii ndio inadai ya kwamba kiumbe kimoja kinaweza kuwa na njia mbili za kufanya nini? That is called mutation. Wakati kiumbe kinazaa kwa aina mbili tofauti, hiyo ni mutation, mabadiliko ambayo yanapaswa yasababishe kiumbe kama hiki kufa. Ukisoma Patriarchs and Prophets utahakikisha ya kwamba viumbe ambao walikuwa wanazaa kwa aina mbili waliangamizwa wote. Na hiyo ndio sheria ya uzima, ya kwamba uzao ni kupitia njia moja. Kwa hivyo inasemekana ya kwamba katika kiumbe hiki kikiwa katika mwili wa mwanadamu, na unajua hii ni seli moja, mbu anakuja ananyonya damu ya mwanadamu, na wakati wa kunyonya hiyo damu anaweka vitu hivi ndani, vinaingia kwa damu, vinaitwa sporozoites. Hizi sporozoites zinapowekwa katika ngozi ya mwanadamu ziko na hekima sana. Hakuna mahali pengine zinaenda, moja kwa moja mpaka kwa maini. Zinajua mahali maini iko. Zikifika kwa maini zinajificha huko kwa muundo wa hypnozoids, yani zinalala huko, zinajificha. Kwa hivyo kuna sehemu katika mwili wa mwanadamu vitu hujificha. Hiyo sijawahi sikia. Na vinapata makazi, vinalala, vinakula. Sawa sawa? Kula tu na kujificha. Vikingojea wiki mbili ziishe, alafu zinaingia kwa damu. Katika kipindi hiki zinajua ya kwamba ziko na hekima. Zinahitaji chembe nyekundu za damu peke yake. Zinaingia huko. Zikiingia huko zinaanza kutafuna ile rangi ya damu na kuimaliza. Sawa sawa? Halafu chembe hizo za damu zinapasuka, na vikipasuka
unapata dalili za mali zile ambazo tunasema kuumwa na kichwa, kuumwa na viungio, joto, hivyo vyote. Halafu vikiwa katika damu vinazaa, vinataga mayai. Kwa hivyo inasemekana vinataga mayai ya kiume na mayai ya kike. Vikiwa kwa damu vinataga mayai ya kiume na mayai ya kike. Vikitaga mayai ya kiume na mayai ya kike, hayo mayai yako katika damu. Na kwa hivyo mbu anapokuja anahakikisha ya kwamba anaponyonya damu amechukua mayai ya kiume na mayai ya kike pamoja. Kwa hivyo mbu atahakikisha adunge mahali kuko na mayai ya kiume na mayai ya kike. Kwa sababu anajua. Sawa sawa. So amechukua hayo mayai ya kiume na mayai ya kike. Ukijua tumbo la mbu ni kiasi gani, mwanasayansi angali anajua ya kwamba yanapofika katika tumbo la mbu yanaoana sasa. Kwa hivyo anatumia ile njia ya kawaida ya kuzaa. La kike la kiume linaoana, linatengeneza ookinet katika tumbo la nini? La mbu. Kwa hivyo mwanasayansi anajua hata majira. Sawa sawa. Alafu wanajua ya kwamba hili likitengenezwa linaingia katika matumbo ya mbu. Na likiingia katika matumbo ya mbu linaanza kukua likiwa katika matumbo mpaka linafika kiwango ambacho kinaitwa sporozoid. Linatoka katika matumbo ya mbu linaenda mpaka tezi za mate. Sawa sawa. Na likiwa katika hizo tezi za mate, mbu anatembea tena akitafuta damu. Na anahakikisha ya kwamba mahali amenyonya hiyo damu, sawa sawa, mahali amenyonya hiyo damu ahakikishe ametembea mpaka kwa mtu mwingine kabla hajakufa, kwa sababu ya amenyonya sumu. Atembee haraka sana, aende atie sumu, sawa sawa. Alafu hizo zikiingia nazo pia zianze mkondo mwingine zifululize mpaka kwa maini. Sawa sawa. Na huyo mbu ahakikisha ya kwamba kabla hayo mayai ama alichokitengeneza hakijabadilika, ahakikishe amedunga mtu. Hii ni sarakazi tu. Sawa sawa. Na wale watu inahitaji mtu ambaye hakuingia shule aweze kuambiwa haya mambo. Kwa hivyo ndivyo basi inasemekana malaria unayapata. Sawa sawa. Malaria unayapata. Lakini hiki ndicho nilikuwa nasema. Kutokana na wanasayansi wenyewe, yani wanakiri wao wenyewe ya kwamba wako na shida kuondoa hii plasmodium kutoka kwa mwili wa mwanadamu, kwa sababu wanasema ya kwamba haiwezi ikaondoleka, kwa sababu ni kitu ambacho kiko katika seli, hakiwezi kikaondoka. Kwa hivyo kile ambacho niliwaambia kwamba hizi seli za damu zenyewe ndizo hutengeneza ama zinapochanika zinatengeneza muundo wa kitu ambacho kinafanana na hiyo plasmodium kama iko. Na kwa hivyo hicho ndicho wanachoona katika darubini wanapotazama. Wenyewe wamekubali ya kwamba wako na shida kutenga hiki, kwa sababu njia pekee ya kisayansi ya kuonyesha ya kwamba kinacholeta ugonjwa ndicho hichi ni kukitenga na kukikuza mahali pengine. Kwa hivyo growing plasmodium in culture media is difficult. Wanasema kwa sababu gani? Because the parasite is an obligate intracellular, kwamba huwezi ukaiondoa katika seli. Sasa hizi picha wanatupatia walitoa. Okay? The multi-stage life cycle requiring living human blood cells, specific low oxygen gaseous environments and precise metabolic nutrients. Kwa hivyo wanasema ya kwamba huwezi ukaiondoa katika seli, sawa sawa,
Alafu kitu kingine ya kwamba wanadai ya kwamba hii Plasmodium inahitaji kukuzwa katika mazingira yasiyo na gesi ya kutosha ya oxygen. Lakini sasa hapo wamejipinga. Kwa sababu gani? Ikiwa kwa mwili wa mwanadamu hutafuta seli inayobeba oxygen, ikihitaji kukuzwa wanasema inahitaji mazingira yaliyo na nini? Na kiasi kidogo cha oxygen. Okay? So na hawana virutubisho vya kuweza kuikuza. So wanasema unlike standard bacteria that simply multiply in a nutrient broth, Plasmodium cannot survive without a strict host environment. So hizi picha wanatupatia ni gani? Walitoa wapi? Kwa sababu kiumbe chenyewe huwezi ukakitoa ukakikuza nje. Kwa hivyo mliona nini? Sasa ndio sababu lazima uchunguze kila. So red blood cells have a limited lifespan and are susceptible to osmotic damage and toxic metabolic waste like lactic acid and very tight regulation of temperature. Kwa hivyo elewa sifa moja ya seli hizi ya kwamba mabadiliko katika chumvi ndani ya mwili na uchafu katika mwili utafanya hizi seli zichanike kabla ya wakati wake. Na kwa hivyo zinapochukuliwa na kutazamwa katika darubini, huo mchaniko ndio unaitwa Plasmodium. Kwa hivyo njia ambazo wametoa za kuchunguza malaria ni njia ambazo sio za moja kwa moja. Elewa kwanza, wameshindwa kutenga kiini chenyewe, na kwa hivyo wanatumia kitu inaitwa antibody test. Yaani ni test ambayo inaonyesha kuwepo kwa antibodies ndani ya mwili wako ambazo zinadhaniwa kuwepo kwa sababu ya kuwepo kwa Plasmodium. Mahali popote utakaposikia kuko na antibodies, jipigie makofi, kwa sababu antibodies ndizo ulinzi wako kama zipo. Sawa sawa. Lakini pia mtumishi Collins, wewe unajua ya kwamba kuna matatizo mengi katika haya madai ya antibodies pia, na sitaki tuende huko. Sawa sawa. Lakini tunajua antibodies ni swala lingine ambalo pia liko na shida zake. Kwa hivyo kipimo ambacho wanatumia, basi kama hukuona kile ambacho kinaleta shida, basi mbona umetupatia kipimo mbadala kinaangalia kitu kingine tofauti? Alafu njia nyingine ambayo sasa ndio ile inatumika katika mahospitali ya kuchunguza hii malaria ni PCR. Ambayo PCR ni sawa na kudai ya kwamba tumepata DNA ya hiyo parasite. Na kwa sababu tumepata hiyo DNA ya Plasmodium, basi tumeichunguza katika PCR, na basi matokeo ya hayo malaria ama hiyo Plasmodium ndio hii. Swali ni DNA ya Plasmodium na Plasmodium ni nini kikubwa? Ha? Plasmodium ndio kubwa, lakini wameshindwa kupata Plasmodium. Sasa wamepata DNA. Huo si uganga na uchawi. Lengo kuu lilikuwa kutafuta chanjo, na hii chanjo inasemekana inaweza kukuzuia na kitu ambacho hakijaionekana. Yaani chanjo inaweza kukuzuia na kitu ambacho hakijawahi onekana ama kupatikana. Okay? Na kwa hivyo unapotumia hii chanjo inasaidia kinga mwili yako iweze kutengeneza antibodies ambazo pia hazijaionekana. Sawa sawa. Hii ni imani. Unahitaji imani kubwa sana hapa. Okay? Kwa hivyo chanjo itakusaidia kuzuia kitu ambacho hakijaionekana kisije kikafanya nini? Kikaambukiza mwili wako. Kwa sababu hii chanjo inawezesha kinga mwili yako ambao pia haijaionekana iweze kukutengenezea vitu ambavyo havijaionekana viweze kupigana na kitu ambacho hakijawahi onekana
kisije kikaharibu maini. Sawa sawa. Kumbe tulikuwa tunatayarishwa kwa ajili ya imani hii. Sawa sawa. Hii ni ibada. Hivyo inasemekana kitu hiki ambacho hakijaionekana hakiwezi kuvamia seli zako. Okay? Na hakiwezi kubadilika kikatengeneza kitu ambacho hakijaionekana. Sawa sawa. Hapo ndipo tumefika katika imani hii. Sawa sawa. Tuko pamoja kwa sababu tulikuwa tunatayarishwa kupokea imani hii, kupokea chanjo ambayo pia hatujui inalenga nini. Asante sana. Kuna swali ama nyongeza?